Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Martin Maranja Masese amewachana waandishi wa habari kutokana na uchambuzi uliokithiri katika vita vya Iran pamoja na Israel. Na nukuu maneno mazito kwelikweli kutoka kwa Martin Maranja Masese akilinganisha na tukio la kuuawa kwa aliyekuwa mwandishi wa habari wa pale Clouds ambaye ni Master Tindwa. Na nukuu maneno mazito ya Martin Maranja Masese, na nukuu: kizazi cha taka mwili cha wanahabari wamegeuka kuwa wachambuzi wa siasa za kimataifa. Wanaifahamu mitaa ya Tehran na Tel Aviv kuliko vumbi la Buza. Wanatupa taarifa au habari za makombora ya Israel na Irani. Hawawezi kueleza hata kidogo risasi zilizomuua mwandishi wa habari mwenzao. Wamepata ujasiri wa kuchambua ramani za kivita za Israel na Irani kwa mbwembwe. Wanahesabu vifo vya watu waliouawa huku Teherani na huko Tel Aviv kwa access sheet. Wanalilia watoto wa Mashariki ya Kati wakati watoto wa majirani zao waliuawa wakapigwa kimya. Wanasisimua jamii kwa kutoa habari za mlipuko, yani breaking news mfululizo zinazotoka umbali wa kilomita 7,000 kutoka Dar es Salaam hadi Tehran, huku wakizika ukweli dhahiri uliotokea umbali wa mita 200 tu kutoka katika vipaza vya sauti vya studio zao. Hawa ni wanafiki. Wanapendelea kuwa salama kwa kulaani uvamizi wa nje kuliko kuandika makala za kutosha kuhusu uvamizi wa mabomu ya machozi na risasi katika mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya. Ukiwaambia kwa nini hawaandiki hizo habari, watasema hatuna material. Inashangaza vidole vya hawa waandishi ataka mwili vina kasi ya 5G kuandika apumzike kwa amani kwa kiongozi wa nchi ya mbali Mashariki ya Kati ambaye hajui kama Tanzania kuna mgao mkali wa maji sasa wakati wa mvua zinanyesha nyingi na mito imesheheni. Master Tindwa Ngamba Mtopa, mtu ambaye aliyoiga naye story asubuhi na makala naye chips jioni, mlishinda mkicheka katika korido za mawingu. Risasi 3 huko Buza ni ndogo kuliko makombora ya Tehran. Damu za wenzenu imekuwa rangi ya kupamba studio. Master Tindwa Ngamba Mtopa hakuuawa mara moja, ameuawa mara mbili. Kifo cha kwanza ni zile risasi zilizomfuata nyumbani kwao na kuchukua uhai wake. Kifo cha pili ni kifo cha kikatili, ukimya wa ndugu zake kutoka mawingu na wao na tasnia nzima ya habari. Mnajua katimiza miezi 3 tangu risasi zilizolindima huko Buza Temeke kuchukua uhai wake. Ofisini kwenu mnakalia viti vinavyokalia alivyokalia, mnatumia maiki alizotumia, mkijifanya kila kitu ni shwari. Hii si tasnia ya habari tena, ni wahuni walioamua kuishi kwa bahasha. Hata kuweka emoji au ua linalonyauka na njiwa katika picha yake wameshindwa. Hakuna kumbukumbu zake katika ofisi zake. Maisha yanaendelea. Mkiona habari ya mwanahabari mwenzenu mnajifanya mnasoma menyu ya chakula. Hamtaki kuchafua hali ya hewa. Mnatupa hadithi nyingi za alipozaliwa kiongozi wa Irani, lakini mnasahau mahali alipouawa Master Tindwa. Mungu awape nguvu ya kuendelea kuwa wanafiki, maana unafiki ni kipaji asili na inaonekana tayari waandishi wa habari takamwili mmepata tuzo. Pumzika kwa amani Master Tindwa. Umeacha tasnia iliyosheheni wataalamu wa habari za kivita kimataifa. Wamefahamu mitaa ya Tel Aviv na Tehran kuliko wanafahamu vumbi la Buza. Hawataki kujadili mambo yaliyotokea Buza Oktoba 25.
huku dunia umeacha wenzako ambao ni mashujaa wa hadithi za vita za Mashariki ya Kati, lakini waoga kueleza ambavyo risasi zililindima mitaa ya Temeke hadi kufika milango ya raia wa Buza, ikichukua uhai wake mtu ambaye hakuwa katika maandamano. Pumzika salama Master Tindwa, master wa michezo. Sisi tunakukumbuka hata kama wenzako wamejaza tope katika leza za darubini zao. Machi 3, 2026 ni siku yako ya kuzaliwa. Sisi ndugu zako jamaa na marafiki zako tumekusanyika kama familia kuomboleza. Mwisho wa kunukuu maneno mazito kweli kweli hayo kutoka kwa Martin Maranja Masese akitumia ukurasa wake wa Twitter kumenzi aliyekuwa mwandishi wa habari kutoka katika Radio Clouds FM pale Master Tindwa. Sina wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.